Kwa majina naitwa Angelis Njau, ni mkuu wa idara ya maabara hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Maabara yetu ya hospitali ya mkoa wa Manyara ilipata ithibati ya ubora mwaka 2022, yani accreditation. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, maabara yetu inafanya vipimo vya aina tofauti tofauti, na vipimo hivi vimegawanyika kulingana na section tofauti. Tukianza na idara ya chemistry, tunafanya vipimo vyote vya chemistry. Tunafanya pia na hormones zote. Majibu yanatoka kwa wakati na kwa usahihi, na ndani ya masaa 24 mashine hizi zinakuwa zinafanya kazi. Pia tuna idara nyingine kama idara ya microbiology. Hapa tunafanya culturing ya microorganisms, identification, na pia tunafanya sensitivity kwa ajili ya madawa ambayo yatakwenda kuwatibu wateja wetu. Pia tuna idara ya hematology kwa ajili ya vipimo mbalimbali, kipimo cha full body picture, retics na ESR na vipimo vingine vingi ambavyo vinafanyika hapa, stool test na vingine vingi. Pia tuna idara ya kitengo cha damu salama. Idara ya damu salama imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna idara ya damu salama ya ndani ambako hii inahusika na uandaaji na utoaji wa damu kwa wagonjwa ambao wamelazwa, lakini kitengo hiki kwa idara ya nje kinahusika na ukusanyaji wa damu. Hapa idara ya maabara ina wataalamu ambao wameunda timu ambayo inazunguka kwa ajili ya ukusanyaji wa damu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Manyara, ndani ya Babati na nje ya wilaya jirani za hapa mjini. Pia kuna idara nyingine nyingi pia ndogo kama vile idara ya parasitology, kuna idara ya histopathology. Idara hii ya maabara ya hospitali ya mkoa inafanya kazi pia ya kupokea vipimo ambavyo tunavipokea kutoka nje ya hospitali kwa lengo la kufanya kuvipima na kutoa majibu kwa wagonjwa wetu. Hii huduma ni huduma ya tofauti. Tulianzisha kwa lengo la kusaidia wale wateja wetu ambao wanakuja hapa kwa lengo la kupata huduma, lakini hawapitii kwa madaktari, kwa maana kwamba kufungua faili na kupitia zile taratibu nyingine ambazo wakati mwingine huweza zikachukua muda mrefu. Huduma hii imeanza muda si mrefu, kwa sababu ilikuwa kwenye majaribio, na baadaye tukahakikisha kwamba inafanya kazi vizuri kwa ajili ya kupunguza ule muda wa wateja wetu kusubiria majibu, lakini kutoa fursa pia kwa hospitali na zahanati zilizopo hapa jirani kupata ile fursa ya kuja hapa kupata hivyo vipimo kwa haraka, hasa kwa vile vipimo ambavyo wao hawana katika facility zao. Vipo vipimo ambavyo ndani ya mkoa huu ni utavipata hapa tu kwenye maabara hii, vikiwemo vipimo vya hormones ambapo hospitali nyingi hazina hizo machine kwa ajili ya kupima hivyo vipimo. Hormones zote zinafanyika hapa, lakini pia tuna baadhi ya vipimo ambavyo ni vipimo muhimu sana kuvipata katika hospitali. Kwa mfano hizi immunoglobulins ambazo zina detect allergies za aina tofauti, na pia tuna hormones ambazo pia ni mara chache sana kuzikuta kwenye facilities nyingi za jirani. Hormones hizi ni kwa mfano PSA, ambapo hizi PSA ziko za aina mbili, kuna total PSA na free PSA. Vipimo vyote hivi tunavitoa na hormones zote tunazipima kwa bei ya chini kuliko mahali pengine popote ndani ya mkoa huu wa Manyara. Ni vipimo ambavyo ni muhimu sana, na madaktari bingwa wamekuwa wakivitumia sana kwa wale wateja wao wanaowapata siku za kliniki, lakini pia kwa wale ambao wanakuja kwa appointment maalum, hasa kwenye zile kliniki za jioni, wamekuwa wakitumia sana huduma hii kwa lengo la kuwahudumia wateja wetu. Wakati huo huduma yetu hii ya hivi vipimo tumeiunganisha moja kwa moja na hii huduma ya autonomous, ambayo client anaweza akawa amepigiwa sehemu nyingine, akaja akapima hicho kipimo, akapatiwa majibu yake kwa wakati, basi akaenda akatibiwa sehemu nyingine au akapatiwa dawa sehemu nyingine, basi na maisha yake
yakaendelea vizuri. Hizo ni baadhi ya huduma ambazo nimeweza kuzielezea, lakini vipimo viko ni vingi. Tunafanya rapid test za aina tofauti tofauti. Kwa mfano magonjwa hizi outbreak zinazotokea za cholera, mpox kama hivyo ilivyoripotiwa kitaifa, tunachukua sampuli hapa, tunapeleka kwa mkemia mkuu, majibu yanatoka, tunatoa feedback, lakini pia tunawahudumia wagonjwa. Rapid test ziko nyingi. Kwa mfano sasa hivi kuna hili zoezi la chanjo ya homa ya ini, tunasema ni hepatitis. Naomba kutoa sitizo kwamba ndani ya mkoa wa Manyara chanjo hii inatolewa hapa hospitali ya mkoa. Lakini tunawakaribisha sana hospitali ya mkoa wa Manyara kwa ajili ya kupata hizi huduma. Lakini kwa kumalizia, kwa umuhimu mkubwa sana, nitoe shukrani kubwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa akiangalia sana hospitali yetu kupitia mkuu wa mkoa na viongozi wengine wa kitaifa walioteuliwa katika mkoa wetu wa Manyara. Tumepata vifaa vingi vya kazi, vitendea kazi vimeboreshwa sana, kuanzia upande wa miundombinu, majengo yameboreshwa kwa kiwango ambacho hatuwezi kuelezea. Lakini upatikanaji wa pesa kwa ajili ya manunuzi ya dawa na vifaa vya matumizi ya kupima reagent zetu za idara ya maabara, pia mashini zilizonunuliwa kwa kipindi hiki. Tumepata mashini nyingi za vipimo kama nilivyoweza kuzitaja. Mashini hizi zimetusaidia sana katika kuhakikisha kwamba wagonjwa wetu wanapata majibu sahihi na kwa wakati, ambavyo hivyo ndivyo vinavyoongoza kwenda kwenye matibabu yao. Kuna huduma ambazo kwa sasa tunatarajia kuzianzisha. Kwa mfano huduma ya molecular biology, idara hii ya molecular biology kwa ajili ya kufanya hizi screening, pia kufanya hizi DNA test. Lakini wakati huo pia tumeweka kwenye mpango utanuzi wa jengo la maabara kwa ajili ya kupanua vitengo vingine muhimu, kama kitengo cha histopatholojia ambacho kwa sasa tunafanya referral sample, lakini soon tunakwenda kukianzisha kwa sababu tumeshapeleka wataalamu KSMC kwa lengo la kupata elimu. Sasa tunaanza hatua za awali za kuanza kufanya usanifu wa jengo ambalo kitengo hiki kitakwenda kuanzishwa. Tuna lab scientist wa kutosha, tuna technologist wa kutosha na assistant technologist wa kutosha, na hata wasaidizi wa ngazi zote za chini wapo wa kutosha. Ni jambo pekee la kushukuru serikali yetu kwa wakati huu, kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa hatutarajii, lakini kwa muda mfupi tulipowasilisha mahitaji yetu ya watumishi, tumepata watumishi wa kutosha sana katika idara yetu. Siwezi kusema kwamba kuna wametosheleza watumishi wa afya, lakini nakiri kusema kwamba idadi hii ya watumishi ambao tumeipata kwa muda huu mfupi imetosheleza na imeboresha utoaji wa huduma zetu za vipimo katika hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Naomba nitoe shukrani pekee kwa Rais na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkuu wetu wa mkoa kwa juhudi kubwa wanazozifanya kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa hapa hospitali zinaboreka kila siku, pamoja na huduma yetu ya maabara kuboreshwa sana. Lakini viko vitengo vingine ambavyo vimeanza kuboreshwa tena vya hospitali kwa kiwango kikubwa sana, ikiwemo idara yetu ya dialysis ambayo ni idara mpya ya usafishaji wa figo, ambayo tunahusisha sasa usafishaji wa figo na vipimo vya chemistry ambavyo vinafanyika katika maabara yetu na idara yetu ya microbiolojia. Vyote hivi vinafanya kazi kwa pamoja. Sasa hivi tunamuona mgonjwa ambaye sasa tukishampima tukiona kwamba ana matatizo ya figo, sasa tunaona sasa huyu mtu aende kwenye dialysis. Dialysis sasa inafanyika hapa kwetu kimkoa. Hakuna sehemu nyingine ambako hiyo huduma inatolewa kwa ubora mkubwa kama hapa kwenye hii hospitali yetu. Lakini pia tunayo endoscopy ambayo pia ni idara yetu mpya ambayo imeanza kufanya kazi katika hospitali yetu hii. Hivi vitu vyote hivi havijaja tu accidentally, ni mipango na mikakati inayotekelezwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzidi kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi kubwa anazozifanya ili kuboresha mustakabali wa matibabu, hasa maisha ya wananchi wetu wa mkoa wa Manyara.